Inabidi tuanzie hapo kwako George Magunga. Ulifuatilia mechi kwa uzuri zaidi. JKT walikuwa kama na nafasi jana kuweza kutoka na ushindi mzuri dhidi ya Dodoma Jiji, kabla tujasikiliza makocha na watu waliokuwepo katika mchezo huo, lakini wakavuna alama moja. Ni matokeo ambayo hayakuwa mazuri kwa upande wao, unaweza ukasema, kwa sababu walikuwa na kila sababu ya kuondoka na alama tatu katika mchezo wa jana dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo ulikuwa mzuri na kipindi cha kwanza JKT walichukua mchezo kwa asilimia kubwa sana. Kitu ambacho mwalimu Hamad Ali anakihitaji ni principle yake ya kwanza au msingi wake wa kwanza kwenye timu, mara nyingi huwa anapenda zaidi kudhibiti mchezo. Kwa sababu anaamini ukiwa na control ya mchezo kuna faida mbili. Moja, mpira muda mwingi utakuwa upo katika upande wako na si kwa wapinzani. Lakini jambo la pili, inakupa urahisi kwa vijana wako kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kipindi ambacho wana dominate huo mchezo ndio kipindi ambacho wanaweza kutengeneza zaidi nafasi. Kwa hiyo alifanikisha hilo jambo kipindi cha kwanza, na JKT wali create chances za kutosha, takriban nafasi 4 ndani tu ya kipindi cha kwanza za wazi ambazo mimi nilizishuhudia. Lakini pia kitu kingine ambacho anakihitaji mwalimu Hamad Ali ni bila ya mpira timu yake mara nyingi anapendelea zaidi ianze kukabia kuanzia mstari wa juu, na kiulinzi ni kocha ambaye ni mzuri, anajua ni vitu gani anavihitaji ndani ya timu yake ili timu yake iwe bora kiulinzi. Moja, wanafanya hybrid press, kwa maana kwamba kuna muda watafanya man to man marking na kuna muda wakiwa na defend kwenye mid block wanakaba zaidi nafasi. Kwa hiyo ni vitu vyote ambavyo anaweza kuvifanya na vijana wake wanavifanikisha, na hata kwenye mchezo wa jana nilishuhudia hicho kitu. Lakini kipindi cha pili mabadiliko yalianza kutokea kwa JKT kwa sababu kuna nyakati Dodoma na wenyewe wakaanza kuspeed up baadhi ya moment kwenye ule mchezo. Kwa mwalimu akataka kurejea kwenye default mode yake kwamba anachokihitaji yeye ni kudhibiti ule mchezo. Karimu Mfaume akaanza kuwa na majukumu ya aina mbili tofauti. Atakuwa na jukumu la ulinzi kwenye back 4 timu ikiwa haina mpira, lakini timu ikiwa na mpira anaingia kwenye eneo la midfield kuongeza faida ya idadi. Kwa hiyo JKT tayari wanakuwa na viungo wengi kuliko Dodoma Jiji. Dodoma Jiji bila mpira wanakuwa kwenye shape yao ya 4-4-2. Wakati mwingine pia inaweza kubadilika ikawa ni 4-4-2 Diamond, kwa maana kwamba kukawa kuna viungo watatu ambao walikuwa na match na viungo JKT katikati ya kiwanja. Kwa kupata faida ya mtu mwingine kwenye eneo la kiungo, ndio mwalimu akaanza kumtumia Karimu Mfaume kwamba anaongezeka kwenye eneo la kiungo, na hapo JKT wakarudisha tena umiliki wa mchezo kwa upande wao, wakaanza tena kutengeneza nafasi za kutosha. Na kitu ambacho kinatokea ni kukosekana tu kwa ufanisi kwa wachezaji wa JKT, kwa sababu kuna muda nilikuwa namuona Meki anawalaumu wachezaji wake. Kuna muda JKT wanaweza wakafanya transition wakawa washambuliaji wa 4 dhidi ya walinzi wa 3 wa Dodoma Jiji, wakawa hata washambuliaji wa 5 dhidi ya walinzi wa 4 wa Dodoma Jiji, na wakawa wanashindwa kutumia zile nafasi. Songo alipata nafasi ya wazi licha kwamba alifunga magoli mawili, lakini alikuwa na nafasi ya kufunga goli lingine la 3. Bado kuna set pieces ambayo kuna foul ambayo walipiga JKT kwenye kipindi cha kwanza tu. Ndemla ilikuwa kama dakika 10 na kitu, wakashindwa kuitumia ile nafasi, ilikuwa ni nafasi ya wazi kabisa. Kwa hiyo kuna changamoto ya matumizi ya nafasi ndani ya ile timu, lakini kiuchezaji ni miongoni mwa timu 5 kwenye ligi yetu ambazo zinacheza mpira mzuri sana, na nachokipenda kwa upande wao ni mabadiliko kutokana na hali ya mchezo. Kulingana na mpinzani ambaye anakutana ile fixed tactical setup kwamba wameandaa labda muundo wao utakuwa labda ni 4-4-2 basi, maana yake dakika 90 zote watacheza hiyo. Mara nyingi wanabadilika kutokana na situation ya mchezo. Lakini kwa Dodoma Jiji nafikiri hawakuwa vizuri sana kiulinzi. Inawezekana mechi ilisha, of course mechi ilisha 2-2, lakini maybe ingekuwa hata 5-2 kwa situation ya jana ilivyokuwa, ama 5-3, kwa sababu Dodoma na yenyewe kuna baadhi ya nafasi chache ambazo walizitengeneza za wazi. Dakika ya mwisho kabisa baada ya kusawazisha goli la pili, kuna nafasi ilipata mwishoni kabisa ilikuwa ni dakika kama 61 ya mchezo. Kwa hiyo kilichotokea kwa Dodoma Jiji ni hawakuwa bora kiulinzi, lakini vile vile Milandu kwenye midfield, Hoza kwenye midfield pamoja na Ibrahim Wajib, nafikiri walizidiwa kwa kiasi kikubwa sana na wachezaji wa JKT. Na kinachoangusha zaidi Dodoma Jiji ni aina yao ya ambao wanaitumia zaidi ku press kuanzia mstari wa juu. Jana ilikuwa Mwatelema, Kipagwile pamoja na Mwana Kibuta ndio walikuwa wanaongoza, na Paul Peter ambao ndio walikuwa wanaanza kukabia mstari wa juu.
walikuwa wana press mstari wa juu, lakini walikuwa wanaacha space kubwa katikati ya kiwanja. Na wachezaji JKT mara nyingi mwalimu alikuwa anamhitaji Msengi, Ndemla, Dilunga, the way ambapo wanabadilishana nafasi, lakini wanahakikisha kuwa kuna wachezaji wanakuwa katikati ya mistari ama nyuma ya viungo wakabaji wa Dodoma Jiji, kwa maana Milandu na Hoza, kwamba mpira ukifika kwenye ile zone inakuwa ni rahisi kuprogress kwenda kwenye lango la Dodoma Jiji. Kwa hiyo sofa mechi ilikuwa nzuri, lakini ili JKT walishindwa kutoka na ushindi kwa sababu ya uzembe na kukosa ufanisi kwenye goli, lakini Dodoma Jiji wanaweza kaangalia ile mechi tena kuelekea kwenye mchezo ujao, wana vitu vingi vya kuvirekebisha timu ikiwa haina mpira. Okay, sawa. Nikitazama hapa mechi 5 za mwisho za JKT Tanzania walicheza na KMC wakashinda mabao 2-0. JKT wakawalika Kagera Sugar wakashinda 2-0. Wakacheza na Ken Gold wakiwa nyumbani pale 1-1. Wakawazodoa Tabora United 2-1 na jana 2-2. Kwa hiyo katika mechi 5 za mwisho hawako vibaya. Matokeo yao sio mabaya, mazuri, yanavutia kweli, na hata pia kwenye msimamo pia hawapo sehemu mbaya, na hii inaonyesha ishara tosha kabisa kwamba wapo ndani ya malengo ambayo wamejiwekea. Kwa sababu natazama hapa mechi ambazo zimesalia za JKT Tanzania, watawalika Namungo, lakini JKT Tanzania watawafuata Tanzania Prisons ambao pia hali yao ni mbaya kweli kabisa. JKT Tanzania watawalika Simba, hii mechi ya kuchezwa hii, lakini JKT Tanzania watawalika Singida Big Stars ama Singida Black Stars. Walishacheza Singida Fountain Gate, ilikuwa napitia hapa. Yes, lakini watacheza na Pamba Jiji Mwanza hiyo. Yes, na watawafuata pia Mashujaa. Jibedari, kwa mwenendo wa kikosi chako mpaka hivi sasa hapa mlipo, unajiona kabisa mpo kwenye malengo ambayo mmejiwekea ama mshayavuka yale malengo ambayo mshajiwekea? So far tuko ndani kabisa malengo yetu. Yes. Na kwa sababu nafasi ya 6, michezo 24, point 31. Hamshuki daraja. Bado Hamshuki. Unaweza kwa sababu anayefuata ana alama 28. Naam. Wa chini yake pia ana 28, mwingine ana 27, mwingine ana 25 hivi. Kwa 20 tofauti hapo. Kwa mfano, ukishinda mechi moja maana yake anakuwa yuko mgongoni kwako au amekuzidi. So wa chini hao watakaposhinda wanakupa tabu wewe. Sio? Ingawa kuna mechi za wenyewe kwa wenyewe au wanaoshindana na wewe pia unacheza nao. For instance, sisi tunataka kucheza na Namungo. Sio? Kwa mfano jana sisi ndio tumewapa alama 1 Dodoma. Tungewafunga maana yake tungewazidi alama 4. Tungekuwa na pointi 33. Sawa. Wao wangebaki na 27 zao. Umeelewa? Tungewazidi alama 5. Kwa sababu nikiangalia hapa mchezo mgumu ambao naona mna kazi ya kufanya dhidi ya Simba. Hata sisi tulikuwa tunadhani tu ukikaa hivi nje unahesabu kwamba tunacheza mechi 2 nyumbani. Tunacheza na Dodoma Jiji point 3, tutacheza na Namungo point 3, tutakuwa na 36. Lakini kwanza mechi ichezwe. Kabisa. Simuone jana kilichotokea. Yaani kwenye hali ya kawaida ukikaa unahesabu tu kwamba atakuja Dodoma Jiji, afu atakuja Namungo, tutakuwa na 36. Ambayo kiuhalisia inakuwa uongo, inageuka uongo kwa sababu na wenyewe wanakuja kupigania maisha yao. Ametoka kuzungumza Magunga hapa. Baada ya 2-2, kwa tayari tushakuwa 2-2. Dakika 6 ziliongezwa. Ilibaki kidogo tu tufunge goli la 3. Mpira huwezi kuamini umetoka wingi ya kushoto ukaja ukagonga nguzo. Umepita mbele ya goli, ukaja ukagonga nguzo, alafu ukao unaambamba. Wachezaji wawili wa Dodoma wameshindwa kutumbukiza kwenye wavu. Akatokea Karimu akaslide akaokoa. Maana yake ingekuwa tunazungumza 3-2. Regardless, sisi tumetengeneza nafasi nyingi kubwa za wazi kuliko ni wao. Lakini tulishafikia 2-2 na nafasi zetu sisi tushapoteza. Wangeweza kutudhuru tukawa tumepotea pia. Na mapungufu ya JKT Tanzania ukiyatazama yako wapi zaidi kiufundi? Japo hilo shida yetu kubwa sana ni kutumbukiza mpira wavuni, kubadilisha nafasi tunazozitengeneza kwa magoli. Ndio shida yetu kubwa sana. Hatujawahi kuwa na shida sana kwenye namna ya kuzuia,
au kutengeneza mpira kwenda mbele. Shida yetu kubwa, na tumeipata shida kwa sababu tulikuwa na washambuliaji ambao tulikuwa tunaamini kwamba wataweza kutuvusha au wanaweza kutumalizia hayo matatizo. Mmoja hapo ni bwana mdogo Charles Lamfia ambaye mechi ya kwanza ya msimu dhidi ya Azam akiingia kutoka kwenye bench akapata majeraha makubwa. Sisi tuliona kama ni jeraha dogo tu ambalo lingeweza kumweka nje kwa muda mfupi. Tumempeleka kufanya scan, anahitaji operation. Tumefanya operation, anahitaji miezi 4 nje. He's out. Amecheza msimu, amecheza mechi hiyo. Tuko naye, tunamhudumia, stake zake anapata. Kwa Lamfia tunavyomjua hatuna uhakika, lakini tunaweza kuguess kwamba baadhi ya nafasi ambazo tulikuwa tumezitengeneza angeweza kuzibadilisha kwa mabao. Tulikuwa tuna Joe Rafael Boko ambaye msimu huu mechi ambayo tumeshinda mabao mengi, tulishinda mabao 4. Si ndio? Dhidi ya Tabora. Yeye ndo mchezaji ambaye alitokea record ya kufunga mabao 2 kwenye mechi hiyo. Na jana ameiweka tena Songo. Msimu mzima ingawa Songo anaweza kuwa na mabao mengi kuliko Boko kwa sababu Boko afunga magoli yao 2 na he was at his top performance ya msimu. Songo sasa hivi ana 6. John. Sawa. Lakini amekuwa on and off kwa sababu amekuwa anaumwa. Mpaka hapa tunapozungumza tulifika naye Arusha siku moja, hali yake ikawa mbaya, kaumwa, kapelekwa, katibiwa, tukaenda naye Mwanza. Arusha alitoka kwenye warm up, tukaenda naye Mwanza, bado akanajisikia vibaya, tukapeleka hospitali, bado ana changamoto ya maradhi ambayo yanamsumbua. Kwa hiyo amekuwa nje na yeye. Moja kati ya wachezaji wetu wazuri au wafungaji wetu wazuri ni Najib Magolo. Sio? Jana tumemkosa. Hayuko kwenye timu. Sawa. Lakini wakati mwingine kijana ni mzuri lakini aboreshe finishing yake. Ndio shida, ndio hiyo ndio kukuambia. Sawa. Huyu Songo sasa hivi ndio kinara wa kufunga mabao. Ndio alikuwa mfungaji bora na mchezaji bora wa champion. Daraja la kwanza wakati tunapanda misimu miwili nyuma, kwa sababu msimu uliopita tumetoka kupanda daraja, sio? Kwa hiyo yeye mwenyewe msimu uliopita hakuwa kwenye ubora, hakufunga hata mabao haya na alikuwa nao sasa. Alikuwa mabao mengi sio 5 ya CRDB Confederations Cup. This time walau wameboresha uwezo wake wa kufunga. Lakini jana kama angekuwa clinical enough angetoka na mabao 4. Si ndio? Lakini tunashukuru kwamba mfunga mabao 2. Kwa hiyo eneo letu kubwa linalotusumbua ni eneo la kumalizia pale. Mwalimu tumeshazungumza naye na mwenyewe anajua, ame-highlight baadhi ya mambo. Tunafanya nayo vikao walimu. Na he's almost done with the report. Kwa sisi wenyewe tunajua tunachotaka kukifanya ni nini, lakini hatuwezi kusema kwamba tumebaki daraja, lakini tunasema kwamba tunashukuru bado we are within yale malengo yetu ambayo tulikuwa tujiwekea. Sisi sio timu ambayo ilikuwa inataka ubingwa. Kabisa. Crown Media. Hapa ni nyumbani.